Kama ambavyo umefika hapa kwenye viwanja vya Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya na mkajionea ambavyo tumeforeni hapa sisi askari, maafisa wakaguzi na askari wa mkoa wa Mbeya. Lengo kubwa la kukutanika hapa leo sisi ilikuwa ni katika swala zima la kwanza kuhakikisha kwamba askari wote ambao wamepangwa katika zoezi zima la kusimamia uchaguzi wapo, lakini pia kama mlivyoona wamehamasika kwa kiwango kikubwa sana askari, kwa maana kwamba wajitokeze ili kwenda kufanya jukumu hili ambalo kikatiba limewekwa kwamba tarehe 29 twende tukasimamie uchaguzi kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu ndio jukumu letu sisi Jeshi la Polisi kuhakikisha kwamba tunasimamia ulinzi wa mali na watu. Na kwa vile sasa hili swala ni la kikatiba na ni swala la kitaifa, sisi Jeshi la Polisi ndio tuliopewa jukumu la kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia na mali zao, na mali kama hizo ambazo tunavyoona kuna vifaa vile vya kupigia kura. Sasa tukaona tuitane leo askari wote katika viwanja hivi vya Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya ili tuweze kwanza kuangalia mpango kazi wetu ambao tumejipanga, wote wapo, kwa sababu kama mnavyofahamu askari tuna changamoto mbalimbali, lakini kwa kipindi hiki tulitaka sasa wote leo tukutanike hapa tuone changamoto zizipi tuweze kuzitatua kabla tujaingia kwenye zoezi zima la kupiga kura. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha tu kwamba tunaitana hapa ili kupata mawazo ya kila mmoja kutoka maeneo mbalimbali, kwa sababu tunaishi na wananchi mbalimbali kwenye maeneo ambayo ili kuona je, kuna changamoto gani. Kumekuwepo na mazungumzo mengi au habari mbalimbali kwenye mitandao kwamba watu wasitoke kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Sasa sisi Jeshi la Polisi tumesema hapana. Tumefanya kikao na askari, wanatuhakikishia kwamba wananchi wamehamasika kwenye maeneo mbalimbali kutokana na mikutano, elimu tunayotoa kwenye mikutano, kwenye makanisa, kwenye vyombo vya habari, kwamba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura kama walivyojiandikisha ili watumie haki yao ya msingi kupiga kura. Kwa hiyo hata sisi Jeshi la Polisi kama sehemu ya Watanzania tuko tayari kwenda kupiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi ambaye tunaona anatufaa. Lakini tumepata maoni pia kwa askari. Baada ya kuzunguka huko, unaona askari wameongea na raia, wananchi mbalimbali wako wanaendelea na shughuli zao, wanakiri kabisa kwamba kwanza wanafurahia uwepo wa askari. Na wanaona kabisa kwamba kumbe Jeshi la Polisi limejipanga kuhakikisha linasimamia kwa karibu sana shughuli hii ya uchaguzi mpaka inamalizika. Kwa vile tulianza na kabla ya kipindi cha uchaguzi, sasa hivi tukaingia kwenye wakati wa uchaguzi, na sasa hivi tunaingia baada ya uchaguzi muda mfupi, kuhakikisha kwamba hali ya usalama inakuwepo katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla. Kamanda, kulikuwa na zoezi la kampeni na hizi umezungumza kwamba kuna taarifa, lakini inawezekana kuna lolote kama katika kampeni zinaendelea, hali ilikuwaje na namna mlivyoweza kudhibiti hali hiyo? Kwanza wakati wa kampeni askari tulikuwa tukipangwa kulingana na wagombea, kila mmoja kwa nafasi yake, na askari walikuwa wakifika kwenye mikutano ya kampeni na kusimamia ulinzi wa kampeni hizo za wagombea wa kila chama waliokuwa wanafika katika maeneo yetu katika wilaya na viunga vyote vya mkoa wa Mbeya. Hilo lilikuwa moja. Lakini la pili, hata wagombea walikuwa wanafurahia sana kuona askari wanakuwepo wa kutosha kuhakikisha kwamba wanawalinda na mpaka mkutano unaisha wa kampeni.
Na mwisho kabisa kulikuwa kutokana na ulinzi tuliokuwa tunauimarisha sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, hakuna viashiria vyovyote vya vurugu vilivyofanyika katika mikutano hiyo ya kampeni. Hilo nalo ni jambo la kushukuru sana askari, ndio maana nikasema leo tuweze kuwashukuru askari kwa namna hiyo jinsi ambavyo wamesimamia kampeni. Na sasa tunaenda kuhitimisha kampeni tarehe 28 ambapo sasa kila mgombea atahitimisha kwa nafasi yake kila maeneo, na kwenyewe tutaenda kuhakikisha kwamba tunasimamia hizo kampeni za mwisho kabisa ili tuingie kwenye siku ya kupiga kura. Kwa hiyo tunawahakikishia Watanzania kwamba hakukuwa Watanzania wanaokaa Mbeya kwamba hakukuwa na vurugu yoyote na hakukuwa na viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, kwa sababu tumejipanga. Tulikuwa tunategemea kwamba kama litatokea basi tungeweza kukabiliana nao au wachache ambao wanaweza kuanzisha vurugu, lakini nafikiri mpaka sasa hivi hakuna. Na kama itatokea, kama nilivyokwisha jeshi la polisi mkoa wa Mbeya liko timamu na liko tayari kukabiliana na yoyote au kikundi chochote cha watu ambacho kitapenda kuvuruga amani ambayo ipo katika mkoa wetu. Pengine kamanda, ipi kauli ya jeshi la polisi tunapoelekea kwenye tarehe 29? Kuna dalili kwamba wengine wanazungumza maneno tofauti, lakini unamtoa hofu gani mtu ambaye tayari yuko tayari kwa ajili ya kwenda kushiriki kupiga kura na mhakikishie ushindi kwamba itakuwa salama zaidi? Mimi kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya pamoja na maafisa wenzangu na askari na wananchi kwa ujumla, rai yangu kwao kwanza ni kwamba wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura ili watumie haki yao ya msingi kwa ajili ya kumchagua kiongozi wanayemtaka. Lakini la pili, jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarishwa kwenye vituo vyote vya kupigia kura na maeneo yote ya kuhesabia kura na maeneo yote ya biashara, kuhakikisha kwamba mtu akimaliza kupiga kura basi aendelee na shughuli zake kama kawaida, kwa sababu uchaguzi au kupiga kura sio vurugu na wala sio sehemu ya kufanya mambo ya uvunjifu wa amani. Tunaamini kabisa kwamba kwa jinsi ambavyo tumetoa elimu na kwa jinsi ambavyo tumewaelimisha wananchi kutokuingia kwenye vurugu na kwa jinsi ambavyo tumemwambia watu waachane na matamko au matamshi ambayo yanatolewa kwenye vyombo vya habari kutishia kwamba watu msitoke, msiende kuchagua, mtafanywa 1 2 3, yale matendo yote ya kiuhalifu, sisi jeshi la polisi tumejipanga kuyakabili kabla hayajatokea ili wananchi wasiweze kuhudhurika au kupata tatizo lolote kwa kipindi hiki cha kuelekea